kutimiza jambo sasa, maana muda utakuwa umekwisha. Mtu mmoja kwa falsafa yake anaitwa Mary Robbie alifundisha akasema, na mnukuu, tumia njia hii ili kuua hii hali ya kuahirisha mambo. Maana yake unapanga jambo alafu unasema jambo hili nitalifanya baadaye. Mwili bado umechoka. Mwili haujawahi kuridhika hata siku moja. Hata kama utalala leo, utalala kesho, utalala kesho kutwa, utalala na mtondogoo, baada ya hapo utajikuta mwili unaanza kusema mgongo unauma, mbavu zinauma, unakuwa ugonjwa tena. Mwili haujawahi kuridhika hata siku moja. Sasa huyu Mary Robbie alifundisha akasema, tumia njia hii ili kuua hiyo roho. Hesabu kutoka unapopata hilo wazo ili kutimiza jambo. Hesabu hivi: 5 4 3 2 1. Inuka, tembea, nenda kwenye jambo lako. Utajikomboa kutoka kwenye hiyo hali ya kuahirisha mambo. Angalia, unatazama tasnia nzuri kabisa katika sinema yako, au unasoma tu kitabu kizuri tu chenye hadithi nzuri, au unatazama kitu kwenye skrini ya simu yako, lakini kuna jambo liko mbele yako na unataka kulifanya. Ukisikiliza msukumo wa ndani unakwambia nenda kwenye hilo jambo, lakini hali ya nje inakwambia tulia kidogo, tumia njia hii kutoka sasa. 5 4 3 2 1. Zima simu, ondoka. Funika kitabu, ondoka. Zima TV, ondoka. Kwa kufanya hivyo, ndani ya mwezi mmoja utajikuta una mabadiliko makubwa kwenye mafanikio yako, kwa sababu kila jambo utalifanya kwa muda. Hakuna muda wa na wala hautakuwa na msongo tena kwa ajili ya muda uliopita. Watu wengi wana stress kwa sababu ya kupoteza wakati katika mambo yasiyofaa. Hayakutakiwa kwa wakati huo, anayafanya. Kila jambo lina wakati wake. Mhubiri 3 akasema. Hebu soma Mhubiri 3. Na mwanzia mstari wa kwanza. Ndio. Mungu anasema, karibu. Kwa kila jambo kuna majira yake. Kwa kila jambo kuna majira yake. Na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Na wakati kwa nini? Kwa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Ndio. Wakati wa kuua na wakati wa kupoza. Wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Sema. Wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Ndio. Wakati wa kutupa mawe. Ndio. Na wakati wa kukusanya mawe. Ndio. Wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia. Ndio. Wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza. Ndio. Wakati wa kuweka na wakati wa kutupa. Wakati wa kurarua na wakati wa kushona. Ndio. Wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena. Sawa. Wakati wa kupenda. Ndio. Na wakati wa kuchukia. Ndio. Wakati wa vita na wakati wa amani. Asante. Kila jambo na wakati. Sasa kwa nini unacheza wakati wa kulia? Wakati wa kutafuta wewe umekaa. Unakuja wakati wa kupoteza, hauwezi kutafuta. Akasema mfikirie sana chungu, hana mfalme lakini ana akili nyingi. Anakusanya wakati wa mavuno, alafu wakati fulani wa hali anakula vya kwake ndani. Ewe mwanadamu mwenye akili, chunguza sana akili yako. Imekufanya uwe maskini, imekufanya uwe duni, imekufanya usijenge, imekufanya usinunue kiwanja, imekufanya wewe uwe hapo ulipo, imekufanya hata ufukuzwe kazi. Unapiga umbea wakati muda wa kazi. Sasa bosi gani anapenda mtu mbea? Unakaa kwenye vigenge, wakati wa kazi unakaa kwenye vigenge, kaa kwenye vijiwe. Muda wa kazi niache.
Fanya kazi, piga kazi, muda wa kazi. Saa inakuja hautaweza kabisa, hautaweza. 12 Mhubiri akasema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Siku zinakuja hautaweza. Kwa hiyo jambo la kwanza linaloua maono yako ni kuahirisha mambo yako mwenyewe. Umejiharibia mwanangu njia yako. Hata ndoa yako umeivunja kwa mikono yako. Wakati mume wako anataka kupewa chakula, wewe wakati huo uko na mashosti unaongea, bado unasuka, bado unajipodoa. Wakati mume wako anahitaji mpige soga, wewe wakati huo unamwambia ninaosha vyombo. Mwanangu, tarajia mabaya, kwa sababu kila jambo lina wakati. Wakati wa kulala unataka ukatembee, wakati fulani fanya jambo fulani, wakati fulani fanya jambo fulani, kwa sababu kila jambo lina wakati wake. Sasa hapa alituambia wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Kwa hiyo kumbuka, tunapita kwenye hii dunia. Jambo la pili katika hayo mambo 8 yanayoua maono yako, kutaka kumfurahisha kila mtu. Hauwezi. Hii ni tiketi ya umaskini wa nafsi na fedha, kutaka kumfurahisha kila mtu. Yaani kusema ndio kwa kila mtu ni kujisaliti mwenyewe. Kutaka kumfurahisha kila mtu ni kujisaliti mwenyewe. Hivi niseme tu, mnisamee mabinti, kila mvulana atakaye kutongoza ukamkubalia, utakuwa na maisha mazuri? Unapewa jina, unaitwa nani, baki nalo, sawa? Lakini wewe kumbe unafanya kiroho safi, kaka wa watu, nimonee huruma, mbaba wa watu. Hao tena wanakugeuka, wakuoa atakuwa yule. Huwezi ukamfurahisha kila mtu. Kila binti kijana anakuambia ninunulie simu, umemnunulia smart. Ninunulie dela, umenunulia la 25,000. Huwezi kutoboa kwenye haya maisha. Huwezi ukamfurahisha kila mtu. Hata mzazi wako huwezi ukamfurahisha kwa kila kitu. Huwezi. Hata mke wako huwezi ukamfurahisha kwa kila kitu. Tena kanuni ya ndoa inasema hivi. Hiyo hainaga kifungu, ila kuna mambo ya kufikirika. Inasema katika mambo 10 anayokuomba mke wako, mpe 7, 3 mnyime. Kwa sababu mke pia akipewa kila kitu huwa anakudharau, anakuona bwege. Sijui ndivyo mlivyo, lakini watafiti wanasema hayo maneno. Ukimpa kila kitu anakuona tena wewe una akili. Jana dume lenyewe la kila kitu linatoa tu. Nikiliomba, hamjawahi kuona hata nyinyi mabinti mpo, si mnasemaga wewe ukitaka kitu lile vulana jinga. Wewe ukiliambia tunataka hiki, sawa nitakupa, na linatoa. Fika mahali anaambia sina. Sasa hiyo kanuni nyingine, somo jingine tutafundishana wakati mwingine. Lakini anasema huwezi ukafurahisha kila mtu. Jaribu kubaki kwenye akili yako. Jaribu kubaki kwenye akili yako. Ule utu wa ndani urudishe hapo. Ndio maana nimekupa zile faida za nguvu zako, alafu tazama na haya mambo yatakusaidia. Jambo la 3, kuishi zamani. Kuishi zamani ni mambo yaliyopita. Kujizungumzia, mimi bwana, ndio kusema enzi zangu mimi
enzi zangu mimi. Nisikilize vizuri. Inawezekana umefika mahala ulipata labda ajali, ukawa mlemavu. Ulipokuwa mlemavu wa kiungo labda fulani, sasa hiyo hali ikapelekea zile shughuli ulizokuwa unazifanya awali huwezi kuzifanya sasa hivi. Sasa ukakaa chini ukaanza kuombaomba, alafu mtu akikataa kukupa wasema wewe hujui tu, enzi zangu mimi. Dunia haiko hivyo. Dunia wala haiwachukulii watu wa namna hiyo, na wala haiwezi kukupa tuzo. Hiyo sio njia sahihi ya kutoka hapo ulipo. Ukakaa ndani ukategemea wakuletee, alafu kawaambia enzi zangu mimi. Dunia inakutaka akili yako ichakate jambo jipya kutoka kwenye nafasi ambayo ulikuwepo. Sawa, ulikuwa tajiri, alafu ukashushwa ghafla ukajikuta ni maskini. Wala sio kilema hicho. Hicho sio kilema. Na wala hakuna sababu ya kusema enzi zangu. Hapana. 2025 imepita, ulikuwa 24 ulikuwa mtu mzuri, alafu 25 kawa maskini. 26 usije na sera ya kusema enzi zangu. Hapana. 26 njoo na sera mpya ya kutumia akili mpya ambayo itafanya ubunifu mpya. Kumbuka nimesema akili ni maji yaliyotulia, yanahitaji mguso kidogo yaweze kubadilisha taswira. Achana na habari za enzi zangu. Hiyo imeua ndoto za wengi, kwa sababu tunawaona wapo ambao ni vilema na mpaka leo ni matajiri. Wapo ambao ni vilema mpaka leo ni wahubiri wakubwa. Kuna mmoja rafiki yangu mmoja kwenye mitandao, lakini sijawahi kukutana naye uso kwa uso, ila huwa nafuatilia mahubiri yake. Huyu jamani kipofu kabisa. Kipofu kabisa. Anatumia maandishi ya kupapasa hivi. Ni mhubiri mkubwa hatari. Akisimama kuchambua gombo, anachambua mpaka naogopa. Yes, kwa sababu akili yake haitegemei kuwaambia watu ningekuwa naona mimi ningehubiri sana. Akili yake imejipata kwamba hata hivi nilivyo naweza kuwahubiria watu. Tunasubiri vyombo, tunasubiri maspika ndio tuende tukahubiri. Tunasubiri watu fulani watuwezeshe kutujengea majukwaa makubwa ndio tusimame tuanze, Bwana anasema, Bwana anasema. Hakuna. Yohana alikuwa Yordani, hakuna spika, hakuna jukwaa, na watu walimfuata wakaenda kubatizwa. Watu walimfuata wakasema tufanye nini Bwana? Upako ukiwa nao hautegemei vifaa vingine. Hapana, achana na hivyo vifaa, achana na hayo mambo. Kuna mtu haji ibadani anasema enzi zetu tulikuwa hapa na vyombo vizuri. Acha zako hizo leo. Hayo ni mawazo yaliyokufa, yanaoua ndoto, yanaoua ndoto, yanaoua mafanikio, yanaoua jitihada zako za kutoka moja kwenda mbili, yanaua maono yako. 2026 kavuke kibabe kwa jina la Yesu. Inua tena ndoto zako kwa jina la Yesu. Bwana akufanikishe sana kwa jina la Yesu. Bwana akuinue sana kwa jina la Yesu. Yesu akutie nguvu kwa jina la Yesu. Haleluya. Naomba niishie kwenye hilo jambo la tatu. Siku nyingine ikimpendeza Bwana tutaendelea na jambo la 4 hadi la 8. Haleluya. Kuna kitu nakielewa kwenye 2026. Je, umebeba hasira za kwenda na mafanikio sasa? Usipobadilika damu yako si daiwe, kwa sababu hapo utakuwa umeikubali akili yako ikuongoze vile ambavyo ulivyo. Lakini ninachokiamini, hakuna mtu anayeridhika na maisha ya chini. Kila mmoja analizika, anatamani kuwa pale juu. Leo kama nitakuuliza unataka kuwa nani, nafikiri unaweza kunitajia matajiri 3 4 hapa Tanzania. Natamani kuwa kama yule, natamani kuwa kama yule. Nikikuuliza unataka kuwa mhubiri mkubwa kama nani, naamini kabisa utaniambia natamani kuwa kama yule, natamani kuwa kama yule. Lakini huko kutamani
Jambo la 4 ndo linakuja tamu sasa. Leo tuishie hapo. Leo tuishie hapo. Inua mkono wako wa kuume juu namna hii. Baba Mungu mtakatifu, wewe mfinyanzi wetu, asante kwa vile ambavyo Bwana umetuwezesha. Tumeyasikia haya, tumejifunza haya. Ni shauku yetu, akili zetu zihuishwe upya katika jina la Yesu. Asante Mungu kwa neema kubwa ambayo umeiachilia juu yangu na kwa watumishi wako hawa katika ufahamu kupitia jina la Yesu. Amen. Hebu kama kuna mtu, tusimame kwa miguu yetu wakati naenda kumalizia. Umekuwa ukianzisha vitu vinakufa, mitaji inakufa, hujawahi kudumu kazini hata miezi 6. Kila kazi unayoipata haiko vizuri. Kila jambo unalolifanya linakufa tu mbele yako. Hebu nikuombe, sogea hapa madhabahuni. 2026 sio mwaka wa kawaida. Ni mwaka wa kutoka viwango kwenda viwango vingine. Sogea hapa madhabahuni. Kama unaona unaanzisha mitaji na kufa, sogea hapa madhabahuni. Unafanya kazi huwezi kufanya ndani ya miezi 6. Umeachishwa kazi au umeacha kazi, sogea hapa madhabahuni. Nikuombee jambo jipya leo.